Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huku nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi, siku ya tarehe Aprili 12 mwaka wa 2025. Nini tumekuandalia mapema leo hii? Je, tayari rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma? Je, tayari rais Joseph Kabila amewasili mjini Goma? Ndugu mtazamaji, uvumi ni mwingi, mitandao ya kijamii imeongea mengi ili kujua kweli kuhusu habari hizo, na kuomba usiondoke. Na kabla tuendelee, na kuomba usikose kusubscribe. Wewe ambao bado haujajiabone, usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako, haswa usikose kutuandikia mahali unakotufuata wapi ulipo. Na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hiyo itatupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi. Naam. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Na ili kuchambua habari kuhusu kuwasili au kuingia kwa rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila katika mji wa Goma. Yaani baada ya uvumi uliozungumzia kuhusu kurejea kwake, sasa kuna uvumi mwingine unaoongea kwamba tayari rais mstaafu Joseph Kabila ameingia katika mji wa Goma tayari. Habari hizo ni za kweli au hapana? Hivi tunaingia kwenye mahojiano na mwenyekiti wa utoaji habari, yaani kwa namna nyingine tusema msemaji wa chama cha PPRD chake rais mstaafu Joseph Kabila katika jiji la Butembo, na si mwingine bali ni bwana Strong Kaini, ambaye tutakwenda kufanya naye mahojiano kuhusu mada hiyo au kuhusu swala hilo, kujua kweli tayari rais mstaafu amekwisha wasili mjini Goma au la. Na bila kupoteza muda, bwana Strong Kaini, habari za leo. Na nakumbusha watazamaji wetu pia wasikilizaji wetu kwamba wewe ni communicator, yani mtu anayehusika na kutoa habari kwenye chama cha PPRD chake rais mstaafu Joseph Kabila nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijui unaweza kututhibitishia uvumu ulioko kwamba tayari rais huyu aliyestaafu amekwisha wasili katika mji wa Goma, maskani makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini, au la? Karibu. Ndio kiongozi, wewe ambaye uko mwandishi wa habari, kama vile umeweza kuyauliza mambo haya, tumeweza kuyasoma sote na kuyasikia kwamba kurudi kwake rais Kabila kwenye nchi yake ni mambo ambayo yametayarishwa hapo karibuni. Kama vile umeweza kunitwiga ulizo huu unaonekana kama vile ulizo ambayo haitaweza kuwa na jibu kamilifu kwa sasa, na ni ulizo ambayo kweli sote tunaweza kuangalia, kwa kuwa kufika kwake huko Goma inapaswa kuthibitishwa na walio wengi, na inapaswa hata vile kutangazwa na wale ambao wataweza kumuona, na hata vile wale ambao ni wapashaji wa habari. Ni kusema mambo haya, kusema ya kwamba rais wetu mstaafu Joseph Kabila Kabange anakuwa pagoma, ni mambo ambayo tunapaswa tena kungoja kidogo ili tuweze kuthibitisha haya na kuweza kuyazungumzia tena zaidi. Asante sana. Na wewe kama vile mmoja au wanamemba wa chama cha PPRD au PPRD, unatathmini kivipi rais mstaafu aingie nchini baada ya machafuko yaliyotokea, lakini akifikia maeneo yanayomilikiwa na wale wanao yumbisha usalama na kupiganisha serikali? Wewe na mimi pamoja na wanaotufuata tuthibitishe kwamba mwenyewe kama vile rais aliyoko madarakani Felix Tshisekedi alivyomtumu yeye kuongoza M23 RDF, tukubali tuhuma za rais Felix Tshisekedi ni za kweli au alitabiri tu? Ni habari nyipya
au ni leo ndio ataonekana ameungana na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC? Aliyomtuhumu Rais Felix Tshisekedi yalikuwa mambo ya ukweli au walitabiri? Kwa upande wako wewe, kauli ya Rais Felix Tshisekedi kumtuhumu yeye kuongoza AFC kama vile M23 zilikuwa tuhuma za uongo au alitabiri au aliyasema maneno yaliyo kweli? Endapo kweli Rais mstaafu Joseph Kabila amewasili nchini Kongo na tayari yuko mjini Goma. Basi tunashukuru tena kwa ulizo, na kweli ikiwa tumeweza kumsikia yule ambaye ni rais wa Kongo bwana Felix Tshisekedi akiweza kushutumu rais mstaafu Joseph Kabila Kabange kuwa ameweza kuungana na wale waasi wa M23, hata wale wote ambao wanakuwa nyuma ya waasi hawa. Ni mambo ambao ni utabiri, lakini utabiri ambao hatuwezi kuthibitisha kama ni wa kweli ama kama ni utabiri wa uongo, ama vile ni utabiri tu wa kuzungumzia mambo kwa kuweza hata vile kuweza kufinika hata ile kushindwa kuweza kuwarudisha wale waasi ambao wameingia kwenye Kongo. Lakini mambo ambayo tunaweza kuyazungumzia tena zaidi ni kusema ya kwamba kuingia, ikiwa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ameweza kuandika mwenyewe na kusema ataweza kurudi kwenye Kongo akipitia upande wa mashariki. Sikusema upande wa mashariki inakuwa tu Goma tu, hapana. Goma imekuwa kama vile tu hiyo vile ama vile kusema ni nafasi tu moja kwenye mashariki ya Kongo, lakini mashariki ya Kongo inakuwa pana tena zaidi kuliko Goma. Mashariki ya Kongo inakuwa hata huko Lubumbashi, mashariki ya Kongo inakuwa hata huko Butembo, inakuwa hata huko Beni, hata huko Bunia. Si Goma tu. Na ikiwa watu kuzungumzia tu kusema Goma ndio inakuwa mashariki, wanajidanganya. Na si kusema yesi Mkongomani, ikiwa anaweza kuenda na kurudi, ni constitution ama katiba imeandika kwa kila Mkongomani anaweza kuondoka kwenye nchi yake na kurudi hata kwenye nchi yake kwa nyakati ama mahali pote ambapo anapendelea. Anaweza kupita hata kwenye frontier ambayo anapendelea. Anaweza kupita kwenye frontier ambayo inakuwa huko kwenye Zambia kuingilia huko Katanga. Anaweza kupita kwenye frontier ambayo inakuwa huko Kasindi kuingilia Beni. Anapasha pita hata kwenye frontier zingine ambazo zinakuwa za DRC, kwa kuwa yeye kama vile nimeweza kuyaongelea ni kama vile naye pia mmoja wa Wakongomani ambao wana hiyo couverture kama Faransa wanasema ya constitution. Ni kusema pale hakuya kwa mada ambayo anaweza kusumbua watu kusema ameingilia kwenye mashariki, na si nafasi yote ya mashariki inakuwa na vita. Katanga huko hakuna vita, na ikiwa kweli tunaweza kusema ameingilia upande wa waasi, ni kusema Kongo imegawanyika? Hapana. Kongo ni moja, itabaki moja na haiwezi hata kugawanyika hata siku moja, bwana mwandishi wa habari. Na kwa mwisho, ujumbe gani ulionao kwa wananchi wote wa Kongomani? Kwanza, endapo ni kweli yuko mjini Goma, ujumbe wa kwanza utakuwa ni kwa wale wakahadi wanaoishi maeneo ambayo inamilikiwa na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Ujumbe gani ambao munao nyinyi kama vile PPRD, chama chake rais mstaafu? Ujumbe gani mulionao kwa wakahadi wanaoishi maeneo yanayomilikiwa na AFC, M23 RDF? Huo ni ujumbe wa kwanza. Na ujumbe wa pili na wa mwisho, ujumbe gani mulionao kwa wale raia wanaoishi nje ya maeneo yanayoikaliwa na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC? Basi ikiwa tutaweza kusikia ya kwamba rais mstaafu Joseph Kabila Kabange ameweza kuingia na kurudi kwenye nchi yake Kongo kama vile Mkongomani, inakuwa kama jambo hata vile la furaha kwetu, ya kwamba tumefurahi ya kwamba kweli Wakongomani wanapenda nchi yao, na wakati anaweza kurudi na kuweza kuishi pamoja nasi na kuishi mateso mamoja pamoja nasi huku kwenye DRC, kwa kuwa kweli mateso yamekuwa mengi huku kwenye DRC. Na tutaweza kushukuru kusema kama vile yeye mwenyewe aliweza kuyaandika kwenye hiyo barua ambayo tuliweza kuisoma ya kuweza kuhusu kurudi kwake kwenye DRC. Anasema wakati atarudi kwenye Kongo akipitia mashariki,
anarudi kwenye Kongo kuweza naye pia kusukuma amani iweze kuwa huko kwenye Kongo, pamoja na wengine ambao wanatafuta amani, wanatafuta salama, wote waweze kutumika pamoja na warudishe amani na salama kwenye Kongo. Na hiyo itaweza hata tena kusaidia hiyo ambayo ni katiba yetu, ambalo kweli katiba inasema kwenye usomi wake ya kwamba sote sisi kama wakongomani tunapasha kuishi pamoja, na tunapasha ishi kwenye umoja, na tunapasha hata pigania nchi yetu, ya kwamba hata hakuna mtu mmoja ambaye anaweza kukamata kama madaraka ya kimabavu ndani ya uongozi, ni kusema hiyo udikteta. Na ikiwa mtu mmoja anaweza kufikia kiwango hiki cha kuweza kuwazia ataongoza watu kama vile ndani ya udikteta, atakuwa amechokoza katiba na atakuwa amechokoza wale ambao ni wakongomani. Hivi kwa sasa tunaweza kusema tu PPRD itakuwa kama vile ikishukuru huyo rais mstaafu ambaye anakuwa kama vile msimamizi wa PPRD akirudi kwenye nchi yetu, na itakuwa mambo ya kuonesha ya kwamba kweli yeye ni mkongomani kabisa, ambaye anakuwa na hiyo ambayo ni haja ya kuona nchi yake iweze hata tena kuwa na hizo valeur democratique ambazo zimevunjwa na zimevunjika kabisa kutokana na uongozi wa sasa kwenye DRC. Lakini na kusema ikiwa ataweza kufika huko Goma, kama mambo ya kwanza ambayo atazungumzia ni nini, nasema tunaweza kusema hakuna mambo ambayo anaweza kuyazungumzia, kwa kuwa atayazungumzia kama mtu gani kwenye hii ambayo watu wengi wamesema hapana inakuwa uasi. Yeye ni nani ndani ya hiyo ambayo tunaita kwa Ufaransa structure ya uasi? Hapana, hawezi kuzungumzia mambo ya kuweza tena kuonyesha kama vile yeye anakuwa mmoja wa waasi, hapana. Lakini tunawaza na tukizungumzia haya, akiwa na nyakati ya kuzungumza na raia, atawaonyesha tu ya kwamba Kongo ni yetu sisi wote, na Kongo ni yetu ambayo tunaweza kuipigania kwa njia ambazo katiba yetu yenyewe imeweza kuyafungua, na kuweza hata tena kusaidia hiyo Kongo kuweza kama Wafaransa vile wanasema kurudilia na kuvaa tena zile valeur democratique na hizo valeur républicaine. Na hapo kweli tutaweza kujua ya kwamba PPRD ni chama kama vyama vingine ambavyo vinawapenda wakongomani na vinatumika kwa ajili ya Kongo na wakongomani wenyewe. Na ikiwa rais mstaafu anaweza kurudi kwenye nchi hii, ni kusema ni kutafuta pamoja na wengine namna gani salama inaweza kurudi katika Kongo na amani katika wakongomani. Ni kusema ni mambo ambayo yanahusu souveraineté d'etat na ambayo yanahusu hata vile cohesion nationale. Basi bwana Strong Kaini, nakumbusha hapa kwamba wewe ni communicateur yanayohusika na kutoa habari, au kwa namna nyingine tu tunaweza tukaseme msemaji wa PPRD, ya PPRD, chama cha rais mstaafu Joseph Kabila, katika didi la Butembo mkoani Kivu ya Kaskazini. Kuna Nini News inakushukuru kwa muda wako, hasa kutukubalia kufanya mahojiano na wewe asubuhi ya leo. Basi bwana mpasaji wa habari, nasi pia tunawashukuru kuweza kutukumbuka kwa mada kama haya ambayo kweli ni wengi ambao hawaja yasikia vizuri, lakini tukiwaonyesha watu tu ya kwamba ikiwa rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila Kabange atarudi hapa kwenye hiyo nchi yake, ni mambo ambayo inapaswa kuleta furaha kwa wakongomani, kusema mambo ya wakongomani sharti iweze kuzungumuzwa hapa kwenye nchi, hapa kwenye wakongomani wenyewe wakizungumuza ana kwa ana, isiwe mambo ambayo tunaweza kuyapeleka nje na kuwazia amani na salama ya DRC itaweza kutoka huko nje. Hivi bwana Msekedide, tunasema asante kwa kauli hii, na asante tena kwa kutukubalia neno na kuweza kuzungumzia mada haya ambao wakongomani wote watayafuata kabisa. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, basi ni kufikia hapo sina cha ziada, nimekamilisha yale ambayo nimewaandalia siku ya leo aswa na masaa asubuhi za Jumamosi ya tarehe Aprili 12. Lakini usiondoke, usisahau kauli mbiu yangu ndugu mtazamaji pia msikilizaji, usiondoke kabla hujasubscribe, like na kushare kwa wengine. Usikose kuacha comment yako na kutuandikia wapi uliko, itakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na sisi tutakuja kesho kwa kishindo zaidi kutokana na support yako. Basi hacha ni washukuru kwa muda wenu, nyinyi mliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.